Naam, tunaanza kwa taarifa kamili ya habari kisomo kwako na Jerome Robert. Kwanza ni habari za kitaifa. Viongozi mbalimbali nchini wamejumuika kuaga mwili wa Profesa Philemon Sarungi aliyewahi kuwa waziri katika Wizara ya Elimu, Wizara ya Afya na Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, mbunge wa jimbo la Rorya mkoani Mara na mkuu wa mkoa. Katika ibada ya kumwaga leo, Waziri Mkuu mstaafu Jaji Joseph Warioba amesema wakati wa uhai wake Profesa Philemon Sarungi alikuwa ni mwalimu, anafundisha, mtaalamu, anatibu na kiongozi, lakini bado alibaki kuwa ni mtu wa kawaida na wala hakuwa mtu mwenye mbwembwe. Amesema muda mwingi marehemu Profesa Sarungi alikuwa akipenda kuzungumzia maendeleo ya nchi yake hata alipostaafu, na kwamba hakuwa mtu wa kuona aibu pale alipopata ushauri. Sarungi maisha yake yote amekuwa anafundisha, ni mwalimu anafundisha, amekuwa ni mtaalamu anatibu, amekuwa ni kiongozi, na sio kwamba moja inafuata nyingine kwa wakati wote. Ndivyo alivyokuwa Sarungi. Ni mtu ambaye mimi na watu wachache sana tumefanya kazi za umma kwa muda mrefu, lakini mkisha staafu huwa mnasambaratika tu, wachache mnabaki mko pamoja. Mimi na Sarungi tulibaki pamoja. Kama nilivyosema, alikuwa anafundisha, mtaalamu, anatibu, kiongozi, lakini Sarungi alibaki mtu wa kawaida, hakuwa mtu mwenye. Profesa Sarungi alifariki dunia Machi 5, 2025 mkoani Dar es Salaam baada ya kuugua maradhi ya moyo, kwa mujibu wa familia, ambapo mwili wake unaagwa leo katika viwanja vya Karimjee mkoani Dar es Salaam. Chama cha Mapinduzi CCM leo kinafanya kikao cha kamati kuu ya CCM kinachoongozwa na mwenyekiti wa chama hicho na Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan jijini Dodoma, ambapo kikao hicho kitafuatiwa na kile cha halmashauri kuu ya taifa ya CCM NEC. Taarifa ya katibu wa NEC itikadi wenezi wa mafunzo Amos Makala haijaweka wazi ajenda za kikao hicho, hivyo aidha amesema vikao hivyo ni sehemu ya maandalizi ya uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika baadaye mwaka huu. Wakati huo CCM ikifanya vikao hivyo, pia chama kikuu cha upinzani nchini, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, nacho kinafanya kikao cha kamati kuu ya chama hicho kinachoendelea muda huu makao makuu ya chama Mikocheni jijini Dar es Salaam. Kikao hicho kinaongozwa na makamu mwenyekiti wa chama hicho Zanzibar, Said Mzee Said, na anaongoza kikao hicho baada ya mwenyekiti wa chama Tundu Lissu na makamu mwenyekiti Bara John Heche asubuhi ya leo wamekwenda katika viwanja vya Karimjee kumwaga Profesa Philemon Sarungi. Mkurugenzi mkuu wa mfuko wa taifa wa bima ya afya NHIF, Dr. Irene Isaka, ametoa wito kwa vijana ambao bado hawajajiunga na mfuko wa bima wa NHIF kujiunga na mfuko huo na si kusubiri mpaka watakapopatwa na changamoto za kiafya. Dr. Isaka ametoa rai hii kupitia mkutano na waandishi wa habari uliofanyika leo jijini Dodoma, akiongeza kuwa utafiti uliofanywa mwaka 2021-22 ulibaini kuwa 22% ya vijana wana magonjwa yasiyoambukiza. Ameeleza kuwa vijana wengi wanaona hawana haja ya kukata bima ya afya wakidhani kuwa wana afya nzuri, lakini wanasahau kuwa magonjwa yasiyoambukiza kwa sasa ni changamoto si changamoto inayokumba wazee pekee. Pamoja na kuwataka vijana kujiunga na mfuko wa NHIF, pia amehimiza kujenga utaratibu wa kupima afya zao mara kwa mara ili kuepuka dharura mbalimbali za kiafya zinazoweza kuwakumba. Kwa hiyo vijana wengi unakuta anaanguka tu, nasikia amefariki. Kumbe angeenda mapema akacheki afya, akaanza kubadilisha utaratibu, including afya ya akili. Sasa hivi pia inashambulia sana vijana. Kwa hiyo tutumie fursa hii kuwakaribisha na kuwahamasisha kujiunga. Sisi tunaendelea kuja NHIF kuja na vifurushi mbalimbali ili kila Mtanzania kwa level yake aweze kupata bima ya afya. Walau zile zote za msingi, zile zote muhimu aweze kupata. Hizi zingine za nyongeza anaweza kaendelea taratibu.
Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA imetoa taarifa ya uwepo wa kimbunga Jude katika bahari ya Hindi eneo la rasi ya Msumbiji. Taarifa iliyotolewa na mamlaka hiyo imeeleza uchambuzi wa mifumo ya hali ya hewa inaonyesha kimbunga hicho kitaingia nchi kavu katika eneo la Msumbiji leo na kupungua nguvu yake. Hata hivyo, kimbunga Jude kinatarajiwa kurejea tena baharini na kuimarika nguvu yake katika kipindi cha kati ya Machi 13 hadi 15, 2025. Aidha, kutokana na mwelekeo na umbali wake, kimbunga Jude hakitarajiwi kuwa na athari za moja kwa moja hapa nchini. Hata hivyo, mamlaka imesema uwepo wa kimbunga hicho katika eneo la rasi ya Msumbiji unatarajiwa kuchagiza mifumo ya hali ya hewa hapa nchini na kusababisha ongezeko la mvua katika maeneo mbalimbali. Na sasa ni habari za kimataifa. Polisi nchini Kenya wamefyatua gesi ya kutoa machozi ili kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wakijaribu kuvamia kanisa ambalo lilipokea mchango kutoka kwa Rais William Ruto. Ruto alitoa zawadi ya shilingi milioni 20 katika kanisa la Jesus Winner Ministry huko Roysambu, Nairobi, kitendo ambacho kimelaaniwa na baadhi ya vijana wa Kenya wanaokutana na changamoto ya gharama ya juu ya maisha. Watu kadhaa wamekamatwa katika ghasia hizo ambapo waandamanaji walijaribu kuingia kanisani, kuwasha moto na kutumia mawe kuzuia barabara zinazozunguka eneo hilo. Mwaka jana viongozi wa makanisa ya Kikatoliki na Anglikana nchini Kenya walikataa zawadi, wakisema kuwa ni muhimu kulinda makanisa dhidi ya kutumika kwa madhumuni ya kisiasa. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema kuwa Urusi haipo kwenye mazungumzo baina yake na Marekani huko Saudi Arabia, bali ni hatua za awali za kurejesha uhusiano wao. Akizungumza na wanahabari, amesema itakuwa ni safari ndefu na ngumu, lakini angalau marais wawili wameonyesha utashi wao wa kisiasa kuelekea katika mwelekeo huo. Ameongeza kuwa rais wa Marekani na Urusi wamezungumza mara moja tangu Donald Trump aingie madarakani katika awamu ya pili. Na rais wa Argentina Javier Milei ametangaza siku 3 za maombolezo ya kitaifa baada ya mafuriko kuwa takribani watu 16 nchini humo. Taarifa kutoka ofisini kwake za jana zimesema kuwa watu 16 wamefariki na wengine kadhaa kutoweka katika mji wa bandari wa Bahia Blanca, Argentina, kutokana na mafuriko ya ghafla na makali yaliyosababishwa na dhoruba siku ya Ijumaa. Meya wa jiji hilo Federico Sasbiles amesema kuwa mafuriko hayo yalisababisha uharibifu wa takribani unaokadiriwa kuwa sawa na euro milioni 370. Waza Wazua. Msikilizaji, tunafahamu kuwa kila mtu ana safari yake, hivyo kumbuka kuwa hatulingani kiasi cha mafuta tuliyoweka ili kufika haraka. Chukua muda wako, jifunze njiani, na ukiwa na njaa pitia kwa mama ntilie na ndoto zako. Si unajua safari yenye vikwazo ndio hutoa hadithi bora. Waza Wazua. Na huo ndio mwisho wa Duru Habari jioni leo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook Radio Kwizera na YouTube Kwizera TV. Saa 2 usiku utasikiliza taarifa nyingine ya habari. Taarifa ya habari imesomwa kwako na Jerome Robert. Unaendelea kusikiliza makala ya Duru Zetu la Siri, habari kuu leo hii. Viongozi
Viongozi mbalimbali nchini wamejumuika kuaga mwili wa Profesa Philemon Sarungi aliyewahi kuwa waziri katika Wizara ya Elimu, Wizara ya Afya na Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, mbunge wa jimbo la Rorya mkoani Mara na mkuu wa mkoa. Chama cha Mapinduzi leo kinafanya kikao cha kamati kuu ya CCM kikiongozwa na mwenyekiti wa chama hicho, Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan jijini Dodoma. Na polisi nchini Kenya wamefiatua gesi ya kutoa machozi ili kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wakijaribu kuvamia kanisa ambalo lilipokea mchango kutoka kwa Rais William Ruto. Na msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni Radio Kwizera FM kikutangazia kutoka Ngara, Kagera nchini Tanzania. Kwa upande wa wakati hivi sasa ni saa 10:14 alasiri kwa saa za Afrika ya Mashariki, na sasa ni wasaa wa uchambuzi kinifu wa taarifa zetu, ambapo tunaanzia pale nchini Kongo, ambapo kule nchini Kongo serikali ya Kongo imetoa kitita cha dola milioni 5 kwa atakayesaidia kutiwa nguvuni kwa viongozi wa waasi wa M23. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetenga donge nono la dola milioni 5 kwa yeyote atakayesaidia kukamatwa kwa viongozi watatu wa kundi la waasi ambalo limeteka sehemu kubwa ya mashariki mwa nchi hiyo mwaka huu. Colonel Nangaa, mkuu wa zamani wa kamisheni ya uchaguzi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye hivi sasa anaongoza muungano wa jina la The Congo River Alliance unaojumuisha kundi la waasi wa M23, hadi sasa amehutubia mkutano mikubwa katika miji iliyodhibitiwa na waasi wa M23. Zawadi hiyo ya dola milioni 5 pia inajumuisha kukamatwa kwa Sultan Makenga na Bertrand Bisimwa, viongozi wa M23. Mwaka jana mahakama ya kijeshi ya Kongo iliwafungulia mashtaka viongozi hao watatu na kuwahukumu kifo bila ya wao kuhudhuria mahakamani hapo. Msikilizaji, zawadi ya dola milioni 4 pia imetolewa kwa atakayefanikisha kukamatwa kwa wanaharakati wawili waliokuwa wakiishi uhamishoni na wengine ambao serikali inawataja kama washirika katika uharibifu huo. Katika kutazama hili kwa undani, nipo moja kwa moja na Bwana Alfred Festo Bishundu. Bwana Alfred Festo Bishundu, karibu sana katika makala haya ya Duru Zetu Alasiri. Asante, habari za jioni. Nzuri sana, karibu sana. Hiki ambacho kinaendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali baada ya kutangaza donge hili nono la dola milioni 5. Nafikiri ni aibu kubwa sana kwa East Africa, hasa Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa sababu viongozi inaonekana wamekaa kimya na watu wanaendelea kupata maumivu na wanaendelea, kuna watu wanakufa, kuna watu wanapata matatizo makubwa sana ya kibinadamu na ndio bwana ambayo ni kubwa. Naam. Kwa serikali ya Kongo kutenga dau hili la dola milioni 5 kwa atakayefanikisha kwa kamata, je, ni kwamba vitengo vya intelijensia vya Kongo ni kwamba vimezidiwa kwa namna moja au nyingine? Mimi nafikiri ni kitu kimoja, na nafikiri kuna pengine tunaweza kusema labda kuna mchezo unachezwa, na nadhani jeshi la Kinshasa haliwezi likakosa namna ya kufanya katika kushughulikia tatizo la Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Nadhani kuna namna inayochezwa na mataifa mengine haya jirani
pengine yanaweza yakawa yana maslahi fulani, na ikumbuke kwamba kuna mchezo umekuwa ukichezwa kati ya Rwanda, halikadhalika Burundi, lakini vile vile na ukitazama na Uganda. Kwa hiyo M23 wamekuwa wakishutumiwa kwamba wanafadhiliwa kwa kiasi kubwa sana na serikali ya Rwanda, ingawa Uganda haizungumzi sana, lakini hayo mambo yamekuwa yakizungumzwa mno. Kwa hiyo nadhani ni namna moja ambayo nadhani Kongo Kinshasa inatakiwa ijipange zaidi, na kupanga kiasi kitita cha hela katika kukamata hayo haitoshi. Nadhani ni kitu kimoja cha kufanya, jeshi la Kongo likae chini liratibu ni namna gani ya kujipanga wao wenyewe. Naam. Namna ya kushughulikia tatizo hilo. Nadhani wao wanaweza kalimaliza. Kwa kuhitimisha, kama watajipanga na wakaona nia dhati. Naam. Kwa kuhitimisha, Bwana Alfred Festo Bishundu, ukiangalia kuna dola milioni 5 zimetengwa pamoja na dola milioni 4 ambazo zimetengwa pia kwa kukamatwa kwa baadhi ya wanaharakati ambao wako hamishoni, hawaishi pale Kongo. Jumla inakuwa ni kitita cha dola milioni 9. Pesa hii ni pesa nyingi sana kwa taifa kama la Kongo ambalo bado linakabiliwa na mizozo mbalimbali. Kwa nini fedha hizi zisitumike kuimarisha vikosi vya kijeshi, kuvipa nguvu ili kukabiliana na waasi, badala kutenga pesa hizi kuwapa watu ambao wanatarajia kwamba huenda watasaidia kupatikana kwa waasi hawa? Na ndiyo hivyo, na wengi wamekuwa wakitarajia kwamba hilo lingeweza kuwasaidia kwa kiasi kikubwa, kwamba pesa hizo wakaomba msaada sehemu nyingine. Nadhani hiyo wangeunganisha wakatengeneza utaratibu wao, ingeweza kuwasaidia zaidi. Na juzi kama sikosei, rais wa zamani wa DR Congo, Joseph Kabila, aliitisha wapinzani wakae chini waratibu ni namna gani ya kushughulikia mzozo wa Kongo Mashariki. Lakini nafikiri rais amekuja na kitu kipya, na nadhani kitu hicho kingemsaidia zaidi kama angeviimarisha vikosi vya DR Congo na wakashirikiana zaidi na MONUSCO, vikosi vya kulinda amani vya Umoja wa Mataifa, na nadhani wangeweza kumaliza tatizo hili. Lakini nafikiri zaidi East Africa wangekaa kwa dharura zaidi, wakatenga vikosi, wakaenda wakaimarisha zaidi na kushirikiana na Kongo Kinshasa, wangeweza kumaliza tatizo hili kwa muda mfupi sana. Nafikiri kuna kitu kimoja kinachezwa. Nadhani ngoja tusubiri tuone ni nini kitafanyika, lakini kikubwa zaidi ni kwamba fedha hiyo ingetengwa zaidi katika kuimarisha vikosi vya Kongo na kuimarisha silaha, wakaenda wakamaliza tatizo hili. Nadhani tusingekuwa lia, akina mama wasingekuwa wanalia, na matatizo hayo yote na sisi tungesawa. Na kushukuru sana Bwana Alfred Festo Bishundu kwa kuzungumza nasi ndani ya makala haya ya Duru Zetu Alasiri. Asante, kazi njema. Shukrani sana. Ni Bwana Alfred Festo Bishundu, huyo mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii, tukiangazia swala hilo ambalo linaendelea kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na Kongo yenyewe kwa ujumla, kutenga kitita cha shilingi ni kitita cha dola, kumradhi, sio shilingi, ni kutenga dola milioni 5 kwa ajili ya kukamatwa kwa viongozi watatu wa kundi la waasi wa M23, huku pia Kongo au serikali ya Kongo ikitenga pia dola milioni 4 kwa ajili ya kukamatwa kwa baadhi ya wanaharakati ambao wanaishi uhamishoni. Na sasa moja kwa moja tuangazie taarifa nyingine. Ni kwamba umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoani Geita umesema na umekemea vikali kauli walioitaja kwamba mbunge wa jimbo la Geita Bwana Konstantini Kanyasu kwamba analenga kuwavunja moyo vijana kushiriki katika uchaguzi, hasa kuwania nafasi mbalimbali, wakidai kwamba hakupaswa kutoa kauli ya kusema kwamba vijana au kuwa kijana si kigezo cha kuwa kiongozi. Sasa katika kutafuta swala hili kwa undani, tumemtafuta mbunge mwenyewe Konstantini Kanyasu ili kujua wakati anatoa kauli hii alikuwa analenga nini hasa. Kwanza sio tuweke kumbukumbu vizuri, sio umoja wa vijana wa CCM. Ni kikundi cha vijana ambao wamekodiwa na mtu
kwa ajili ya maslahi yake mwenyewe kupotosha kitu nilichokisema, lakini bahati nzuri nilivyovisema mimi viko kwenye audio na viko kwenye video. Mimi nilichosema na narudia na nitakisimamia milele. Mimi nimekuwa kijana na safari yangu ya kufika hapa imetokea kwenye ujana, lakini ujana wangu haujawahi kunipa sifa ya kuteuliwa au kushinda uongozi. Nilishinda uongozi sio kwa sababu ya mimi ni kijana, ni kwa sababu niliandaliwa, nilijiandaa, nikawa na hekima na busara, nikajikuta nimeaminiwa. Nimegombea mara 3. Niligombea mwanzo 2005 nikiwa mwenyekiti wa vijana, sikuchaguliwa kuwa mbunge. Nikagombea mara ya pili nikiwa mwenyekiti wa vijana, sikuchaguliwa. Kwa nini? Kwa sababu wapiga kura waliniambia bana, wewe bado tunakuona, bado kajifunze kidogo. Nikagombea mara ya 3 wakanichagua. Maana yake ni nini? Ujana peke yake sio sifa ya watu kufikiria, ni kete ya wao kuaminiwa au kuchaguliwa. Na kauli yangu hii inatokana na nini? Inatokana na matamshi ambayo mwenyekiti wa vijana wa mkoa akiwa katika ziara yake kwenye kata kama 4 alikuwa anawashambulia madiwani wenye umri mkubwa, akiwaambia kwamba sasa ni wakati wa vijana, wamekuwa wazee watoke, na kwamba wengine wameongoza kata hizo miaka 20, muda kutoka umefika waondoke, na kwamba yeye ataunga mkono vijana waondoe. Kwa mimi nikasema naunga mkono vijana kuingia kwenye uongozi, lakini sio kila kijana ana sifa. Kijana ambaye hawezi kumheshimu baba yake, anamtukana baba yake mbele ya kikao, anaamrisha kwamba huyu mzee akisema ameleta maendeleo mpigeni mawe, alafu anazungumza hivyo bila aibu, huyo kijana hana sifa ya kuongoza watu. Kwa hiyo nasema ujana peke yake sio sifa ya kufikiri ndo kete ya kuteuliwa kwa kiongozi. Lazima uwe na busara, uwe na elimu, uwe na maarifa, uwe umejiandaa na uwe umeandaliwa. Na nikatoa mfano, wanasema mbona Mwalimu Nyerere alipata urais wa nchi hii akiwa kijana? Nikamwambia wamsome vizuri Mwalimu Nyerere. Mwalimu Nyerere anakuja kuwa rais wa Tanganyika akiwa mwalimu wa chuo wa sekondari ya Pugu. Na Pugu amekwenda baada ya kusoma Makerere, baada ya kusoma Uingereza. Kwa Mwalimu alitokana na ukoo wa kichifu uliomwandaa kuwa kiongozi. Lakini sio huyo tu, tunao viongozi wengi, akina Msekwa, katibu wa bunge, alikuwa kijana, aliandaliwa, alisoma. Tunao wengi, akina Bomani, hawakukurupuka tu huko form 4 na 0, halafu unasema kwamba mimi ni kijana, natakiwa niwe mbunge, niwe rais wa nchi, niwe diwani. Tunahitaji vijana waje wengi, na mimi kupitia kwangu nimetengeneza vijana wengi sana wako madarakani. Labda kwa taarifa yako, Mheshimiwa naibu waziri mkuu wa sasa alikuwa kwenye baraza langu la vijana akitokea mkoa wa Geita. Naibu waziri Alexander Mnyeti nimempa mimi kadi akiwa anasoma sauti nikiwa mwenyekiti wa vijana. Heli James nimemteua mimi na kumpendeza mimi kuwa mwenyekiti wa vijana wa kata na baadaye wa wilaya na baadaye wa taifa. Achana na huyo, mkuu wa wilaya ya Sikonge Koloneli Magembe alikuwa mjumbe wangu wa baraza. Badiji Chabu alikuwa mjumbe wangu wa baraza. Mimi napenda vijana, lakini nataka vijana waliojiandaa, wenye hekima, wenye busara, wenye maarifa, ambao wataheshima na kuheshimu viongozi waliopo. Na nitaenda mbali, naomba nimalizie. Sijatamka popote kwamba vijana wasigombee. Ni Konstantini Kanyasu huyo, mbunge wa jimbo la Geita, akizungumza kuhusiana na mambo ambayo yanaendelea kusamba katika mitandao ya kijamii huko, vijana au moja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Geita wakitoa msimamo wao juu ya kauli aliyoitoa kwamba kuwa kijana si sifa pekee ya kuwa mbunge au kiongozi wa kuchaguliwa kupitia siasa. Na sasa tutazame habari katika duru uchumi na biashara. Tunaungana na Amina Semagogwa. Leo katika duru uchumi na biashara ni kwamba serikali imetoa zaidi ya shilingi bilioni 8 kwa bodi ya korosho ili kutekeleza programu ya Jenga Kesho iliyo bora BBT kupitia zao hilo. Mkurugenzi wa CBT Francis Alfred amesema pesa hizo zimewezesha bodi hiyo kuajiri vijana 500, maofisa ugani kilimo kutoka huduma za kilimo kwa wakulima wa korosho, elimu ya mbinu za kisasa za kuzalisha korosho ili kuongeza tija kwenye uzalishaji wa zao hilo nchini. Na kwingineko ni kwamba mamlaka ya udhibiti wa huduma za maji na nishati Zanzibar ZURA imesema bei ya mafuta ya petroli, dizeli, mafuta ya taa na mafuta ya ndege zimepanda kwa sababu ya kuongezeka gharama za uingizaji wa nishati hiyo nchini. Akitoa taarifa ya mabadiliko hayo kuanzia
jana Jumapili. Kaimu meneja kitengo cha uhusiano ZURA Shara Omari Chande amesema bei hizo zimepanda kutokana na ongezeko la bei katika soko la dunia. Lita ya mafuta ya petroli inauzwa kwa shilingi 2,939 ikilinganishwa na shilingi 2,819 za mwezi uliopita, ikiwa ni ongezeko la shilingi 120 sawa na 4.25. Mafuta ya dizeli lita moja inauzwa shilingi 3,135 ikilinganishwa na shilingi 2,945, tofauti na shilingi 190 sawa na 6.45, huku mafuta yakiongezeka kwa 77 kutoka shilingi 2,423 hadi 2,500 sawa na 3.17. Na kwa kutamatisha, tuangazie viwango elekezi vya ubadilishaji fedha za kigeni leo Machi 10 mwaka 2025 kwa mjibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Leo dola ya Marekani inanunuliwa kwa shilingi 2,596 na senti 53 na kuuzwa kwa shilingi 2,622 na senti 5, huku shilingi ya Kenya ikinunuliwa kwa shilingi 20 na senti 14 na kuuzwa kwa shilingi 20 na senti 26. Paundi ya Uingereza inanunuliwa kwa shilingi 3,352 na senti 13 na kuuzwa kwa shilingi 3,389 na senti 69, huku faranga ya Rwanda ikinunuliwa kwa shilingi 1 na senti 83 na kuuzwa kwa shilingi 1 na senti 88. Shilingi ya Uganda inanunuliwa kwa senti 68 na kuuzwa kwa senti 71, huku faranga ya Burundi ikinunuliwa kwa senti 87 na kuuzwa kwa senti 87. Duru uchumi na biashara, mimi ni Amina Deogratias Semagugwa. Na sasa moja kwa moja tuingie katika duru michezoni kutazama taarifa zilizopo. Marco Pastori, karibu sana. Asante sana, na bila shaka tutazame ambayo yapo katika michezo, na kubwa zaidi ambalo limeendelea kugonga vichwa mbalimbali vya habari ni kuhusiana na kuahirishwa kwa mchezo wa dabi toka Jumamosi, jana Jumapili na leo. Bado watu wanaumiza vichwa kwa hiki ambacho kinaendelea, na taarifa ambayo imetolewa na klabu ya Yanga kwamba wanazihitaji pointi 3 ambazo Simba hawakutokea uwanjani. Wao wamesimamia msimamo wao kwamba licha ya wao kutokea uwanjani, Simba hawakutokea, basi pointi 3 ni halali yao. Sasa tutaendelea kufahamu kila ambacho kitakuja kujiri hapo baadaye, lakini taarifa nyingine ni kuhusiana na kufungiwa kwa viwanja vitatu, na taarifa ambayo imetolewa na shirikisho la soka nchini Tanzania kwa maana ya TFF likifungia viwanja kutokea Dodoma kwa maana ya Jamhuri Stadium, lakini pia limekifungia kiwanja cha CCM Kirumba kutoka Mwanza pamoja na dimba la Liti pale Singida kutokana na kukosa vigezo vya kikanuni. Kwa hivyo wanatakiwa kuvirekebisha ili baadaye viweze kutumika. Lakini utakumbuka kiwanja kingine ambacho kilikuwa kimefungiwa ni kiwanja cha Tabora United Al Hassan Mwinyi. Kwa hiyo vimeongezeka, vimekuwa viwanja 4 jumla mpaka hivi sasa. Hayo ni ya hapa kwetu nyumbani. Kimataifa huko utakuja kufahamu leo kuna mchezo mmoja wa EPL ambao utachezwa ukiwa kutanisha watakuwa wakicheza hawa wanaitwa Wolves ambao watakuwa wakicheza kwa maana ya West Ham watakuwa wakicheza na Newcastle United majira ya saa 5 kamili usiku. Lakini kule Spain Espanyol watakuwa wakicheza na Girona majira ya saa 5. Hali kadhalika pale Italy Lazio watakuwa wakicheza na Udinese. Haya ni kwa ufupi sana, lakini mengi utayafahamu kwa uchambuzi wake pale saa 2:15 usiku. Nakushukuru sana. Shukrani. Kufikia hapo nakamilisha makala haya ya duru zetu alasiri. Habari kuu tulizokuletea hii leo ni pamoja na viongozi mbalimbali nchini wamejumuika kuaga mwili wa Profesa Filemon Sarungi aliyewahi kuwa waziri katika Wizara ya Elimu, Wizara ya Afya na Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, mbunge wa jimbo la Rorya mkoani Mara na mkuu wa mkoa. Chama cha Mapinduzi CCM leo kinafanya kikao cha kamati kuu ya CCM kikiongozwa na mwenyekiti wa chama hicho, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan jijini Dodoma. Na polisi nchini Kenya wafyatua gesi ya kutoa machozi ili kuwatawanya waandamanaji walikuwa wakijaribu kuvamia kanisa ambalo lilipokea mchango wa Rais
kutoka kwa Rais William Ruto. Mwisho wa makala ya duru zetu alasiri, endelea kusikiliza Mseto leo mpaka saa 2 kamili usiku. Mimi ni Laurent Gervas.